Mwana Bursa. Efendim. Karibu sana. Vipi hali? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam mkubwa. Vipi? Salam alhamdulillah. Sitaki kuonekana lakini ululu. Haina tatizo, haki yako. Hiyo picha yako ninayo nitabadilika. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe Mwarabu, alaikum salam wa rahmatullahi. rahmatullahi. Tu wawili kwa pamoja. Hamna tatizo, inaruhusu. Yokia. Juna nini wewe rahati? Rahati kwa nini? Mtandao wa kijamii tayari uko kwenye mtandao wako. Sasa wewe uko host alafu utaki kutusikiliza kwa nini? Si ni fikra tofauti. Biashara ya utumwa tunazungumzia Ramyo, Mwanaidi. Mnaelewa vipi biashara ya utumwa? Naam, Ben Bildim Kadarila, yani kama nikijaribu kukumbuka nilivyofunzwa shuleni, maana sina upeo mkubwa sana kuhusu vitu vya esclavagisme, juu sikuwa nishazaliwa. Na kusoma sana ndio. Ya ndio akini nachanga lugha, wataniwe radhi. Hamna tatizo, tunakuelewa. Naam. Yani kwa jinsi tulivyofundishwa ilikuwa inaitwa commerce triangulaire. Ndio maana nilikuuliza unazungumzia hiyo ya hicho kipindi au sasa? Kwa sababu tukiangalia mpaka sasa ni kwamba Afrika tungali tupo kolonize, yani jua tuko dependa ya Allah. Niseme dependa. Haina tatizo, tunakuelewa. Haina shida, tunakuelewa. Sisi tunataka ile ambayo usoma shuleni ile. Yani kwa sababu wale watu hawakujaga tu kichwa Afrika kufanya utumwa. Watu gani hao? Walianza wakaikaa chini wakawaza. Unakumbuka palikuwa ile conference de Berlin pindi mkutano uliofanyika Ujerumani Afrika, lakini avant hapo ndio kuna wale wakina Amerigo Vespucci na wengine pindi walidescouvrir Amerika na vingine yani mpaka ili wafikie kujua kama kuna Afrika ni procedure ndefu. Lakini tukiangalia kwa Afrika kitofu ilikuwa ni Zanzibar. Wanawatoa pale wanawapeleka sehemu hii ya Centrafrique na Afrique de l'Ouest. Ukichukulia pale Afrika Magharibi ndio. Benin ndo alendaga wengi sana. Unaweza kumbuka mlifundishwa ilikuwa mwaka gani au siècle gani? No, kwa sababu ni subject yenye sikuwa nimetayarisha. Yani nimeingia tu Instagram nikavumbua yani. Lakini ungetupa tukafanya research kidogo tungekuja tuko somehow tumejaa yani. Lakini mimi najaribu kuparticipe kidogo. Okay, naam, karibu endelea. Wakafikishwa Benin, okay, ndio. Wakawakusanya wakawa wanawapeleka Amerika. Pindo waliwapeleka Amerika ilibidi wawabadilishe majina na madini. Ushasikia wakawapachikiza majina kwa sababu siwezi nikasema tuna majina yako bizarre hapana, lakini kwao walitaka yani watusaulishe origine yetu, tukue watu gani. Na hizo walikuwa wanatuchukulia poa. Inaonekana kama sisi hatuko civilize yani. Lakini mimi ninavyojua Afrique même avant la colonisation nous étions civilisés. Kwa sababu palikuwa vitu vya maempire. Palikuwa vitu vya maroyaume, ushasikia? Tukichukulia Burundi palikuwa pako uwami. Na avant kwa uwami palikuwa ndio wafalme ndio. Palikuwa pako umwami, panaanza Mungu Imana. Umwami alafu na pako ile ya wa chef, les sous-chefs, pako na wa chef na wa sous-chefferie somehow like that. Alafu palikuwa na mfumo ndio wafu walikuwa wamepartager matashe. Ushasikia? Palikuwa manza zenye mwami apashe kuzikata. Abashinga naye walikuwa. Kulikuwa na kesi ambazo sio wafalme walikuwa wakihusika nazo, kulikuwa na wahusika wenye kuhusika na kesi hizo ndio. Mwana naona network imemkimbia na yeye. Unasemaje na wewe mzee Ramyo? Karibu sana, mada yetu ndio hiyo. Nikwambia kama alivyofundishwa shuleni, wazungu walikuja, kitofu kilikuwa Zanzibar, watumwa walichukuliwa kutoka hapo, wakapelekwa Central Africa, wakapelekwa Benin, wakapelekwa Amerika. Unaongezea nini?
Yani kiufupi mimi kwa kuongezea naweza kuwa niko mwongo sababu sikufuatiliaga sana kuru ya usu esclavage kabisa. Nilisomaga ile historia ya Burundi, les Belges gisi walikolonize Burundi yetu. Bila sikufuatilia sana kivile yani. Tuambie kidogo kwenye hiyo ambayo unayofahamu ya Burundi. Bana nisikufichi ya Burundi sikuifuatilia sana sababu mimi kiufupi sikuwa sana interese sana na masomo kivile yani. Na sikusoma sana kizungu sana nikazidisha. Masomo au historia? Historia. C'est ça l'histoire. Ndiyo. Nilikuwa nuko mwanafunzi ambaye napenda sana kukarote. Kuru nyingi sana zilikuwa zinanipita. Sasa hapo nikiongea naweza kujikuta nimeenda wrong kabisa. Kila unachofahamu kwenda wrong kawaida, kila unachofahamu, unachosikia labda mtaani, una haki kabisa. Lakini unaweza wenjo ukatufafanulia kwa tuambia qu'est-ce que signifie l'esclavage? Kwa msatu kuelewe. Mimi sio mwalimu bana. Wewe hauko mwalimu, kwa msatu unaweza ukatuelewesha yani. Ningekuwa na kuwaelewesha ningewaelewesha, lakini nimetaka tuongee pamoja tusikie tunafikiria nini, tunasikia nini mtaani. Ukikumbuka lakini mimi najua tu nani esclavage ilianzaga zamani sana, depuis zama za binadamu kuanza kuumbwa ndio gisi ndifataga historia kiufupi hivyo. Zama za mitume kule kote pale kwa esclavage. Tena ya kule na gisi nifoga nafataga nasikia alikuwa esclavage wakimuuza mtu na iko na haki ya kumfanya kila kitu anamtumikisha chochote anachotaka. Kuna wengine nilisikiaga, sina uhakika, nasikia zile zama za zamani ulikuwa na uwezo akikuwa mtu wako ulikuwa na uwezo hata kumuingilia. Niliwahi kusikia hivyo, sijui sasa kama inaweza kuwa ni kweli au akiwa ni mwanamke. Akiwa ni mwanamke. Hiyo ulisikia mtaani au shuleni au katika yani hapo sikumbuki sasa. Nilisikiaga ila sikumbuki kama nilisikiaga wapi. Vizuri sana. Ndio hizo tunataka tusikie kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi tunataka tujue ni nini biashara ya utumwa, kwa sababu mwaka uliopita tulimwona Kanye West alivamiwa na katika mjadala kuhusu hiyo biashara ya utumwa. Wakadai ya kwamba yeye msimamo wake anakuambia haiwezekani watu wawe watumwa kwa kipindi cha miaka 400 bila kuwa na ridhaa yao. Yani unanielewa hapo? Nakuelewa. Yani kuwa mtumwa miaka 400 ni zaidi ya vizazi vitano watu wawe watumwa. Anakuambia hiyo haelewi kwa nini hivyo. Maana yake watu waliridhika kuwa watumwa, ndio maana miaka 400 iliweza kuwa hivyo. Na watu hawakumuelewa, ila kuna wale ambao walimuelewa. Na wewe ukizungumzia tena hivyo unaona kama kuna mitazamo tofauti kwenye swala hilo. Na kuna wasomi ambao walisema kwamba jamii pekee ambayo inaridhika aidha inakubali kuwa mtumwa ni jamii ya watu weusi, yani wa Afrika. Les Africains. Ndio wanakubali kuwa watumwa. Kwa hiyo kuna mitazamo tofauti kuhusu swala hilo. Ndiyo. Mwanaidi, unatusikia? Ndio nakusikia, lakini mimi ningeomba nitoke kwa sababu kwa sababu nisaidie ili mbirazda sonda donersemo olur mu? Asante, haina tatizo Uhuru. Lakini kuna swali umeulizwa hapa, kuna mtu anaitwa Kudra amesema mbele ya kuantame sije alikuwa naomba apate kujua nini maana ya utumwa, yani baada ya kuchambua mada juu naona iko na keep writing the same thing ya anasema anataka ajue kwanza onje sheresha hilo neno afu mimi nikirudi labda nitaantame utumwa kulingana na kile ambacho tumefundishwa. Kudra, asante sana Mwanaidi, acha tumjibu Kudra. Nashukuru sana kabisa. Unaondoka Ramio? Hapana, mimi niko napika hapa, niko nakaanga vitu natizama siji vikaungua. Haya bana. Mwanaidi tunaendelea kumjibu.
haina tatizo, wewe tuko pamoja. Mwanaidi wewe na kutoa kwa sababu umeomba, acha nimjibu Kudra. Kudra, kama umevyouliza, utumwa tunaitafsiri kwa namna tulivyofundishwa shuleni. Utumwa ni nini? Walitoka Ulaya wakaja Afrika wakapeleka Marekani mavuno wakapeleka Ulaya. Nafikiri utumwa ndio huo ambao tunaokusudia kuzungumza. Kudra, acha nikuadi hapa ili tuweze kuzungumza vizuri. Haingiagi live hiyo kijana. Hata akificha sura Bwana, sidhani kama atakubali, maana labda pima. Naona amesepa. Ni invisible. Anaweza akarejea kwa mara no, yupo huyo hapa, nimemuona. Acha nimchukue. Tamwambia afunike na shati, afunike na socks ya Masudi. Kwa hiyo utumwa ndio hivyo yani. Kwa sababu ukitaka kurefusha tutakuwa umeleta story ambayo tutakuwa tumeenda nayo nje kabisa ya mada. Na katika utumwa mpaka sasa Burundi tungali katika utumwa. Hatuko katika utumwa. Ni nchi ngapi ambazo mpaka sasa zingaliki katika utumwa? Nchi zote tayari zishakuwa huru kulingana na ule utumwa ambao uliokuwepo, kwa sababu ilikuwa watu wanachukuliwa kwa nguvu wanapelekwa huko. Kwa hiyo leo hicho kitu hakuna. Na kama kipo watu serikali, sheria itafuata mkondo wake. Utaadhibiwa ukimchukua mtu kwa nguvu kumfanya kuwa mtumwa wako. Kwa hiyo hapo huwezi kusema kama utumwa upo. Unaweza kuwa upo lakini sio ule uliokuwepo. Inakuwa ni ile dhulma fulani, na kuchukua wewe unakuwa mfanyakazi wao bila malipo. Na kutoa nyumbani hapo na kupeleka sehemu fulani shambani kufanya kazi kwa nguvu. Kweli kabisa. Ndio huo tunaokusudia. Naona Kudra bado ana matatizo ya network sahihi. Tunasikia ashakwambia kama ni mida sala buja. Ndio system hiyo, yani haingiagi live. La. Kijana wetu apendi kuingia live ya. Apendi kuchangia mada. Hii nimetoka kwenye mkutano fulani hapa, wanafunzi tulikuwa tunaongelea kuhusu biashara hiyo ya watumwa. Ikanipa inspiration fulani, mimi nikasema hii acha niongee na watu wangu kidogo nisikie wanasemaje na wao wanaelewa vipi biashara hiyo ya utumwa. Kweli kabisa. Bana, mimi nilikuwa na swali. Avant-hier niko kwa Mosquée Bleu, kwenda kuvisiter ile mosquée, nikaingia ndani nikapiga mapicha. Istanbul hiyo? Istanbul. Pale Muhammad Sultan Ahmed. Ndio. Sasa walikuwa natupa historia kwa Kituruki. Na mimi Kituruki akipandi kivile, wewe pekee unajua bwana mkubwa. Hauelewi vizuri Kituruki. Lakini leo kufuata interview yako. Najua cha kuongea na hao dada unaongea nao vizuri. Cha biashara, cha kazi. Cha kazi. Sawa. Unanisikiliza Sheikh? Ndio, nakusoma vizuri. Sasa unaweza kunisaidia ukaniambia ile msikiti historia yake ni aje au kiurefu kama itawezekana? Nje ya mada hiyo labda tuiangalie mada siku nyingine. Kwa hiyo leo ni mada ya utumwa. Kwa ufupi, ule msikiti Blue Mosque ulijengwa kwa ajili ya kumpinzana na Hagia Sophia pembeni yake. Pale tunaona kuna msikiti mwingine pale pembeni. Hagia Sophia. Nauona. Ulikuwa kanisa, ukageuzwa msikiti, ukageuzwa jumba la makumbusho, na sasa ni msikiti. Kwa hiyo kabla hayo yote ulijengwa ili kupinzana na ule msikiti uwe mkubwa kushinda jengo lile la Hagia Sophia. Ndio maana Blue Mosque ilijengwa pale karibu ya ile. Hivyo. Sawa kabisa. Hiyo ni kwa ufupi, ila sijaingia ndani sana, lakini ndio hiyo story yake. Ndio kabisa. Na katika nchi za Afrika, nchi ya kwanza ambayo ilianza kuwa na uesklave ilikuwa ni nchi gani? Jibu langu sio sahihi kwa 40%, simu yangu imedondoka. Sana. Naweza nikasema ni
Misri, Egypt nafikiri Egypt, kwa sababu Egypt ndio ina historia ndefu sana kwenye utamaduni wa mtu mweusi. Egypt, na wana historia ambao hawapendi Egypt kuonekana kama ni nchi ambayo ilikuwa na utamaduni mkubwa. Huwa inasema kama ilijenga piramidi kwa kutumia watumwa. Hiyo ni kweli kabisa. Na zile piramidi, mimi nina swali lingine katika zile piramidi. Ndio, na maswali mazito. Ni kheri mtu kuuliza ujue. Mazito sana hayo. Huwa tuyaulizi hayo. Hadi pepesi. Sasa zile piramidi mimi nasikia mpaka sasa hawajajuaga gisi zinajengwaga, na hamna nafasi nyingi washazijenga kama zile. Ukiangalia zinapatikana sehemu nyingi piramidi. South America zipo, huku China zipo. Zipo piramidi tena za zamani sana. Zamani kabisa yani. Kabla hata ya mitume. Na zipo movie ambazo zinaonesha namna gani inawezekana kuwa walijenga kwa kutumia ufundi fulani. Ndio. Ukifuatilia hizo unaweza ukaona, lakini zilijengwa na watu. Wakapandisha mawe, unaona tofali kubwa toni 3, tofali la toni 3 si mchezo baba. Si mchezo kabisa. Toni 3 linapandishwa mpaka ndefu kule juu. Ukiwa hata kwenye ndege unaona piramidi ile, haikuwa mchezo. Na ipo Afrika hiyo, umeona ipo Afrika. Na hawakuomba msaada kwa mtu, lakini kwa sasa tukijenga daraja Mlongwe pale, unaona Mlongwe, daraja la Mlongwe lile. Tutaomba msaada, watusaidie kujenga daraja la Mlongwe, lakini piramidi babu zetu hawakuomba msaada, umeona sawa. Unanisoma hapo? Na mle fire hapo na kusoma kabisa. Yaani kuna kitu fulani ambacho kama vile tumekosa kujitambua, hatujui historia yetu fulani hivi kuhusu piramidi. Sawa, hapo na kuelewa. Na piramidi sijawahi kuiona, nishaga ifuatilia tunaiona mapicha, video ndogo. Kuna historia nasikia kama Firauni iko mle ndani, Farao. Zilikuwa ni nyumba za, niseme nyumba au kaburi za wafalme, na kuonesha ukubwa wao. Kwa sababu ukisema Firauni ni jina la, kama vile niseme leo rais. Kweli. Ila mara nyingi kwa sasa tukiongea Firauni huwa tunamuona Firauni ambaye kidini tunafundishwa alipambana na Musa. Waislamu wanatambua hilo na Wakristo wanatambua hilo. Na Wayahudi nafikiri ndio, na Wayahudi wanatambua hilo. Lakini uhalisia wa neno Firauni ni titre, niseme hivyo. Kama vile rais, mwalimu mkuu. Ndio. Yaani kila kipindi kulikuwa na Firauni wake, kama vile roi. Na huyu wa mwisho ambaye tunamjua sana alikuwa anaitwa Ramses wa pili. Maana yake alikuwepo wa kwanza, alikuwepo mwingine nyuma yake, hivyo na hivyo, vizazi tofauti. Lakini leo tukisema Firauni huwa tunamwona huyo wa Nabii Musa, aliyepambana na Nabii Musa. Lakini ni uongozi uliokuwepo, na kila baada ya miaka fulani kulikuwepo Firauni anaongoza. Firauni na jina lake, wapo wengi. Kuna wakina Akhenaton, huyo Ramses wa kwanza, Ramses wa pili na kadhalika, wapo kibao. Mle mwili wake ulikuwepo, amezikwa pale, na watu wengine ambao walikuwa wamezikwa humo mabaki yao yamo kwenye piramidi. Kwa hiyo kaburi pale ni nyingi, sio moja tu? Sio moja tu, makaburi ni mengi. Na mpaka leo wanaendelea kugundua mifupa ya mabaki ya watu ambao walikufa zamani wakahifadhiwa humo kwenye piramidi. Kuna siri kubwa ya utamaduni, inaonesha science, inaonesha uhandisi, architecture. Vitu vingi sana. Hivi hujawahi kujiuliza kwa nini kwenye pesa dola ya Marekani kuna piramidi na kule Marekani hakuna piramidi? Sijawahi kujiuliza. Hakuna piramidi, sababu. Yaani ni kama vile Burundi tuna ngoma, lazima kwenye pesa yetu ngoma iwepo ile. Lakini unaweza kushangaa ukiona kwenye pesa ya Burundi kuna picha ya dolphin.
Si utashangaa kusema kwa nini wawe na dolphin au jamaa na kwao hawana hichi kitu. Kabisa. Ndio kama hiyo ya Marekani, kwenye pesa yao kuna pyramid lakini hawana pyramid. Ufaransa kuna jumba la makumbusho linaitwa Louvre, Musée du Louvre, nafikiri unaifahamu hiyo. Ni mjengo kipiramid. Kwa nini wanayo? Na kwao hawana pyramid. Na ni nyumba ambayo ukiingia mle utaona vitu vingi sana vya kihistoria. Kweli. Swali lako linasemaje? Sasa nilikuwa nauliza kwa nini kwenye dola wameweka hiyo piramidi? Kwa sababu wanajua kama kwenye piramidi kuna connaissance. Na ile piramidi sawa sawa. Ndani ya piramidi kuna connaissance, kuna hiyo science ambayo iliachwa na babu zetu zamani Misri. Kuna hiyo connaissance imekwambia science, ujenzi, vitu vingi, kwa sababu zile picha ambazo zimechorwa mle kwenye piramidi huwa zina ujumbe fulani. Na kuna wale mpaka wanafikia kushabihisha historia ya Yesu kwa Wakristo na historia ya mmoja miongoni mwa mafirauni ambao walikuwepo Misri kipindi hicho. Kuna ingine swala hapa nimeona bwana mkubwa Hisham amejibu. Hashim amesema kama piramidi haikujengwa kwa mikono, haikupandishwa kwa mikono. Kwa mikono wanamaanisha nini? Kwa sababu wakifunga kamba ni mikono, wakitumia miti ni mikono. Kwa sababu kipindi hicho mashine hazikuwepo electronic. Amecomment hata anasema hakubaliani na sisi katika ujengo wa piramidi. Kwa msonge Mungu yeye anasema imejengwa kwa mikono. Yupo hapa? Yupo hapo, jina yake Hashim. Saa zingine ungemunga kwanza tumsikie. Hawezi kusema ni mkono, wala hatukutoa jibu, sio jibu kamili kwa sababu tumesema ni pekee kauli sikusikia kama ilijengwa na mkono. Mawe makubwa atone kubwa. Yalipandishwa vipi? Waalaikum salam. Karibu. Habari zenu? Salama. Niko nataka nitie neno uliosema ya kujengwa kwa piramidi. Ndio. Nisema kuwa mawe yanapandishwa sijui mpaka mamita na mamita huko juu. Na mtu ukitumikisha akili yako ni mawe yenyewe yanapima matoni. Toni na matoni. Toni 3 hadi 4 ndio. Na tukitumia sisi yenyewe akili yetu pako po fulani yenyewe hata pakija gari hata ziwe 6-10 haziwezi kunyangua. Ndio. Na hiyo ni swali yenyewe wanasayansi walitafakari sana kwa hilo. Ndio. Na kila mtu akaleta sijui kistasimama Kiswahili hypothesis yake ndio. Nafsi imejengwa hivi lakini d'après venye mimi nilifuata venye nilifunzwa ndio ni kuwa piramidi ilibungwa kama kisona kwa gona sijui kistasimama Kiswahili. Ilifanyaje? Ilikuwa façonné sur place yale mawe. Yalikuwa façonné sur place yani walichimba kama na kuelewa ni kuelewe hivyo, yani ni sehemu ilikuwepo alafu wakaenda wanachimba polepole. Ni kama beton kisha wanatengenezaga beton. Ndio. Walifanya vile juu ukisema na mawe yenyewe yako bien carré, bien rectangle, yenyewe tunako cubique, yako bien tracé. Ndio. Na sio mawe tu, nadhani ndani ya piramidi pako ka espace kanatoka juu ka kuangaza paka ndani, ni ka espace kadogo sana. Ndio. Na kisayansi en fait ni historia ndefu tu, ila mimi kwa upande wangu kuvenye najua ni kwamba ukitizama façon tegisi lijengwaga hauwezi kusema en fait watu wa kuijenga kwa kupandisha mawe. Njoo wenyewe ni historia watu walitia mwakili, ila ilikuwa kama beton.
Ndio. Pako zingine ukitazama kwa ndani pako hipotezi yenyewe pako kafasi kadogo penye watu wanaweza kupita na kako mesurer tasemaje. Tunakuelewa. Kako limite na kutumikisha hipotezi zote na unajua mtu ukiingia ndani sana inabidi una oxygene. Plus mtakuwa mko wengi, plus mtatumia oxygene nyingi na wingi was fait c'était impossible kusema watu wajenge hiyo pyramide. Ni pyramide kwa hivyo. Ni poko documentaire ya inaongelea ya masaa 8 iko kwenye YouTube. Inaongelea ujenzi wa pyramide nadhani inaweza kuelewesha vizuri wanasayansi wa dunia yote. Nilikuwa na nyingine question ndogo hapo niongeze. Mimi nakumbuka zama za hizo zama palikuwa watu wakubwa sana na hizi karne ambazo tumefikia watu tuko wadogo. Utofauti uko aje hapo? Kwa hiyo espace niko nasikia kama kuna ya kupita. Hapo sina elimu na hizo ndio ni hipotezi kama nilivyosema hapo, ni watu walileta tuseme majibu kwa muda. Yaani ni jibu lakini ni jibu kwa muda. Kwa wakati yani utafiti ambao umefanyika kwa sasa jibu ni hili, japokuwa kesho linaweza likaja jibu lingine. Ndio. Yani chochote ambacho kitaletwa kwa ajili ya kujibu swali hilo kinakubaliwa, alafu utafiti unaendelea. Yani utafiti champ de recherche inabakia bado ipo. Mtu yote anaweza kufanya utafiti akajaribu kuleta jibu. Kweli. Kwa hiyo na hiyo kusema watu walikuwa wakubwa, yote hayo yanaweza kuwemo yani. Ulikuwa unazungumzia biashara ya watumwa, wewe unazungumzia vipi? Kuhusu biashara ya watumwa? Ndio. Esclavage. Commerce triangulaire kama kufuata mko mnasemaje tu? Nimefikia mko mnasema kuhusu piramide, ujenzi wa piramide. Hiyo ilikuja tu katika kuzungumzia utumwa yani, lakini mada kamili ni biashara ya utumwa, commerce triangulaire. Tulifundishwa vipi yani, tunaielewa vipi sisi baada ya kufundishwa hivi? Commerce triangulaire ni kwamba wa Occident, d'après wenyewe ninajua, labda siongei pointi. No, haina tatizo kwa sababu sote tulifundishwa namna moja commerce triangulaire ilivyokuwa. Kwa hiyo ni kama vile shuleni unajibu unavyoelewa. Mtazamo wangu kuhusu commerce, kuhusu esclavage. Ndio. Unaelewa vipi yani? Sijui bon, d'après venye nilisoma mimi ndio naelewa kuwa ni wa Occident, surtout wa European walikuja Afrika kuwa ndio ndio kutumika kwa main d'œuvre nini, surtout Amerika. Ndio na surtout Amerika. Kuelewa tu swali yako nasikia sijui Kiswahili changu ni kidogo sana. Hamna tatizo, tunakuelewa, ongea Fransai. No, unaeleweka kabisa. Lakini sijaelewa swali, yani mtazamo wangu nataka kusema nini? No, yani biashara ya utumwa unaelewa vipi? Ilikuwa yani utupe resume, tunasema hivyo shuleni, resume ya biashara ya utumwa ilivyokuwa. Kwa mukhtasari Kiswahili kizuri yani. Alors là, histoire. Ukumbuke historia, ulikuwa unakimbia na wewe kama rami. No, mimi nakumbuka tu ni après Deuxième Guerre mondiale. Lakini nadhani hapo esclavage ilishaanza deja. Juu wa Européens walikuwa shakosha. Ilikuwa ishaanza. Après Deuxième Guerre mondiale nadhani walikaa wakajadiliana wagawe Afrika. Hapana, huko ni mbali kwa sababu walijadiliana. Afrika iligawika hapa 1888 nafikiri. 1888 88 au 89 ya. Afrika kugawika na continent gani ndio?
No, yani walivyogawana, Wajerumani wachukue huku, Wafaransa wachukue huku, Belge. Okay. Ilikuwa 1888 au 89 kama sijajidanganya. Kuhusu esclavage sina mimi histoire kuisomaga sana. Ndio tulifunzwaga tu découverte de l'Amérique et Christophe Colomb en 1478. Après sijui ingine zaidi. Basi ndio tupo hapa kujaribu kuongeongea tusikie mitazamo kwa sababu mimi nilikuwa kwenye mjadala fulani na wanafunzi kuhusu hiyo biashara ya utumwa. Nikaona niwasikilize na wenzangu hapa wanasemaje kuhusu hilo. Alafu baadaye swali lingine. Ndio, karibu. Samahani lakini. Katika esclavage ilitumika tu wazungu kuja kuchukua watu wa Afrika, wachukue wa Afrika waende kuwatumikisha manchi yao, au na hata huko kwenye nchi zao palikuwa baadhi ya waesclave? Hapana zile karne za zamani za mitume, hizi karne za hapa nyuma. Hapa juzi hapa 19e siècle, karne ya 19. Kuda, unasemaje? Una kumbukumbu gani hapa? Na mimi kuswali la Ramio. Anaweza kurudia maswali yake sababu niko question nilikuwa nimeuliza ni kuhusu esclavage. Ile kipindi hapana zile zama za mitume, mwezi siècle za hapa nyuma, kipindi walianza kufanya esclave, walikuwa wanachukua watu wa Afrika wanawapandisha nchi zao kuwatumikisha. Nilikuwa nauliza walikuwa wanachukua les africains seulement au bien walikuwa wanachukua hata zingine continents za kwao, hata wazungu wenzao na watumikisha hivyo? Mimi nadhani kwa hicho hata avant kuja kuchukua esclavage kila nchi tunakuwa kama class sociale. Tunakuwa kama watu wengi wanatoka kwa juu, tunakuwa kwenye watumwa. Kabla watakuja kuchukua esclavage wako na class sociale zao za chini. Wabourgeois kuna tumikisha watu kama gisi hivi biko. Wenye wako juu wanatumikisha wenye wako chini. Après esclavage ndio walikuja kidogo kazi zingine wakafanya wanaziachia wa esclave. Wakanani kitazama nadhani wakawa wamepona. Ndio, ni kweli kabisa, ilikuwa hivyo yani. Na Uingereza mpaka kuamua na wenyewe kuingia kwenye biashara ya utumwa ilikuwa na hilo lilikuwemo, kwa sababu walikuwa wanachukua wazungu hivyo tuseme kama Uingereza, wanawapeleka Amerika Kusini, kule Amerika Latina kufanya kazi, lakini ikawa ni ngumu kwa wazungu, hawakuweza kuhimili hali ya hewa. Wakaona hali ya hewa hii, wengine wanakufa kwa magonjwa, hawakuweza kuresist, wakafa. Wakaona hapa tutafanyaje, bora tuchukue hao Afrika, inaonekana wako fresh, miili yao wana nguvu, na hii hali ya hewa ni kama ya kwao, wakija huko wanaweza wakafanya kazi vizuri. Na hiyo ni miongoni mwa sababu zilizopelekea utumwa kuwepo. Kweli kabisa. Yani kati yao ilikuwepo, lakini haikuwa kama sisi. Na ilikuwepo kwa sababu himaya ambayo ilikuwa na nguvu, ampira ambayo ilikuwa na nguvu, ilikuwa inawatumikisha wale ambao imewashinda. Ni kama leo tu yani. L'histoire se répète. Inaendelea. Kuna ingine question. Niko na ingine question. L'esclavage nilikuwa naona katika mafilme. Walikuwa na watumikisha, ukikataa kutumika wanakuchukua na kupiga fimbo, unaumia sana kabisa. Ndio. Alafu kitu kinanishangaza nilikuwa sijui kama hiyo esclavage ilikuwa ni wanakutumikisha kwa nguvu, wanakupiga fimbo na pesa wakulipi. Ndio gisi ilikuwa hivyo au kuna baadhi ya walikuwa tuwalipa? Ulikuwa unalipwa labda chakula usichokipenda, sehemu ya kulala usiyopenda, yani kila kitu ulikuwa haupendi. Yani ulikuwa unachukuliwa, unatolewa kama nyumbani, mnachukuliwa vijana wa miaka 30, 25 hivyo. Mnapelekwa huko. Wazazi wanabaki hapa. Miaka kanuni ambayo ilikuwa inashimama, unasema huu hapa shatumika miaka mingi wa esclavage, wanamshimamisha na wanampa uhuru, ilikuwa ni miaka kama mingapi? Sieneza miaka mingapi? Kunde, unasemaje hapo? Nafikiri kulikuwepo umri. Mimi Hashim. Mimi nafikiria walikuwa kikuacha ukiona kama una nguvu. Ukichoka ndo unaachwa. Nafikiria sina ushahidi, sina proof hata moja. Inaeleweka hiyo. Nafikiria ilikuwa hivyo.
jota kwetu kwa kwetu Burundi zama kisi wazungu hakuna tumikisha watu ilikuwa ni ile hakuna mwenye anakunywa maziwa kuku yako kitaka mayai unawapelekea mayai yani vitu vyote vizuri wenyewe ndio wanakula na ukifanya kosa unapigwa fimbo ndio na kama ulikuwa ukikuachia sina tariki presi ya penye karibu sana. Naam, inaeleweka hiyo. Karibu sana mzee Masudi. Hiyo inaeleweka. Ni kama mpira leo. Unaona ukifikisha umri fulani kwenye mpira uruhusiwi tena kucheza kwa sababu hauna nguvu, hauwezi kucheza vizuri. Kwa hiyo lazima uwe na nguvu ili uendelee kufanya kazi. Ndio. Nilikuwa na nyingine question. Katika esclavage. Wewe itabidi tulipe sasa. Tumekuwa walimu hapo. Tuliingia kwenye mada ya kuuliza esclave kama njoo mwanamtu tunaweza ili tupate ujuzi kidogo, inaweza kuwa ni very zaidi. Mimi nilikuwa na sio kweli tunayoyasema, ni ya kujadili. Ni kujadili, inaeleweka. Mimi nilikuwa hapo katika swala la utumwa bwana mzee Amimu Kiata. Ndiyo baba. Sasa utumwa utaishwa lini? Mbona watu bado ngaliki watumwa? Na wewe ni mtumwa, mbona unajiweka kwenye listi ya watumwa? Kwani wewe ni mtumwa kivipi? Sio watumwa. Yaani bado unatumikiana mpaka hivi. Wewe labda unatumikiana unalipwa. Sasa na huko tena pesa. Nikiwaza hata wale chakula. Utumwa zamani malipo yao kwa ni chakula bwana. Sababu na ilikuwa ni chakula sababu walikuwa hamna pesa au ilikuwa ni chakula tu? No, haikuwa kwa sababu hakuna pesa ndio maana wanalipwa chakula. Wanalipwa chakula ili wawe na nguvu ya kuweza kufanya hiyo kazi. Na hamjakubaliana, leo unafanya kazi unakubaliana na mtu. Ukikubaliana kulipa chakula atakulipa chakula leo. Sasa utumwa ni kufanya kazi bila makubaliano ama ni kufanya kazi bila makubaliano? Unafanya kazi kwa nguvu, usipofanya kazi ni fimbo. Yaani shita ambaye itataka usitaki utafanya kazi tu. Utafanya kazi. Na kama ufanye unapigwa. Na ikibidi hata kuuawa na uao. Mimi naona walikuwa na uwana. Utumwa wa zamani na wa sasa, mfumo wa utumwa wa hivi sasa ulibadilika, sio kama wa zamani. Ule utumwa kufungwa kamba minyororo kumguu na fimbo kumgongo hamna. Hiyo ni utumwa wa akili. Utumwa wa akili ukoje? Tuwekee wazi. Yaani utumwa wa akili ndo kama huyu bwana Amimu Kiata. Yaani sijui kama unanielewa mzee wa kazi. Na kusoma vizuri wewe mwazi sasa tueleweshe. Yaani utumwa wa hivi sasa ni utumwa wa akili aje. Unaweza ukafanya kitu, yaani kile kitu unachokifanya wewe haukifanyi kwa sababu yaani naweza nikasema mtu anakuonesha urahisi mbele. Ndio. Sijui kama ushanielewa. Na kusoma, sijui kama wengine wanakuelewa pia. Macho yako wewe unaona ni urahisi. Nakuelewa. Unaona? Ni kama vile kazi tunatumika sisi hapa. Naweza nikapata kitu bana ni hivi amebana transfer ile inaingia. Ndio. Transfer ya hela inaingia na ule mtu ni wa karibu kwako. Matatizo yakishatokea hapa mbele, mtu anakuambia nilikuwa nakutumikisha ili nikupe pesa. Ndio. Unaniona? Ndio. Utumwa unauona kipi? Unauona utumwa wako unauona kipindi ya matatizo. Utumwa wako unaona kipindi cha matatizo. Hapo mbele utumwa alikuwa anauona avaya. Utumwa unauona, yani kama uko mtumwa unauona mbele kabla yani unaona kabisa hapa niko mtumwa. Lakini hivi sasa utumwa wako unauona labda ni mbele ukishapata matatizo. Hapo labda tuseme ni mtego. Wewe umeshindwa labda kulipa, umekopa mkopo benki, umeshindwa kulipa wakati mwafaka. Huo sio utumwa, huo ni wewe umeshindwa kulipa deni. Nafikiri ni au kutenda haki. Mimi nadhani niko sana na muunga mkono mzee Masudi hapo, bwana Masudi. Ndio. Dans le sens où en fait oui vitu vyote watu washakuwa évoluer. Watu
lakini wenyewe en fait wanatumanipuler indirectement. Dans le sens utumwa zamani walikuwa wanachukua watu wanapeleka kwa kinikisha kwa mtu. Hivi sasa wenyewe ndio wako mwinchi zetu wana pretendre kuwa wako na ONG kwa mtu alikiandika hapa sijui kwa tutetea usalama sijui nini kutibu kama Kongo. Ndiyo. In fact wako ndio maprofi au wanajua wenyewe kuna tafuta. Hapa ni makubaliano yetu, lakini tumekubali kufanya hicho kitu. Hatujakubali na contract. Acha nikupe mfano. Sasa nikataka kuunga mkono ni kama kwenye bilimkuta Gaddafi. Ni makubaliano? Shehe. No. Hakuna makubaliano. Nazari kazungumzia hapo. Mimi najiwaza wewe kama uko kazini, uko mfanyakazi wa mtu. Ndiyo. Unapata kilio. Unaweza ukatoka bila kuaga. Hawezi kuaga, lazima uombe ruhusa kwa sababu kazini hiyo ruhusa imekuja ndio hivi sasa ule utumwa wa akili. Sio utumwa hapo kwa sababu upo kazini na kazini kuna sheria ambayo imewekwa lazima ifuatwe. Ule wa zamani, ule mwenye alikuwa anatumikishwa zamani afungwa mnyororo. Kama angekuwa hatumiki bila kufungwa kamba ilikuwa ni aje? Huyo hamna mjadala. Huyo lazima apigwe fimbo, lazima atii sheria ambayo itakuwa kawekewa ya utumwa. Fimbo ya hivi usifikiri ni fimbo mpaka iwe fimbo upigwe kumgongo Shamimu. Hapana. Kunyima pesa umekwisha. Kwa sababu fimbo yako ni pesa. Kazini unaenda kwa ile matatizo yako wewe mimi naenda kufanya kitu fulani. Unarudia unakwambia ile siku ulitoka wewe pesa hakuna. Ndio fimbo hiyo shehe. Hiyo sio hapo unazungumzia kazi ya halali au kazi ile tunaita fucking job. Nimekwambia utumwa. Ndio utumwa. Haiwezi kuwa utumwa kwa sababu ukishaomba ruhusa hiyo sio utumwa. Mtumwa haombi ruhusa. Mimi nadhani kwa hiyo kaya yako wewe sio utumwa. Ndio maana nakwambia wanacheza na akili zako. Kama kazi unakutanaga bila kwanza kazi, unakupa contract. Ndio. Mwe contract unakupa page nyingi sana. Alafu wewe unaweka saini yako. Sio tumekubadilisha. Ndio. Lakini mara nyingi unakuwa umechukubadilisha, unaona tazama tu kazi lakini kama vitu wenyewe unakuwa kusoma. Lakini ushakubali deja. Umekubali. Wanasema kitu yako nakwambia ushasinye. Kazi ni hivi, hauwezi kwenda bila kuaga. Unakuta vyote vi muhimu, hata mshahara. Lakini sasa ni wenyewe watesa akili zako. Wanajua wanakupatia karatasi nyingi. Labda vitu vya maana viko chini, viko nyuma, page ya mwisho. Lakini unajua utabisoma. Ni vingi sana. Na ukibisha unakuonesha sio ndio umesign contract hii. Tunasema hivi. Ni utumwa lakini wenyewe wanakuchezea na akili yako. Wala. Bwana Shamimu. Ndio baba karibu. Tunacha mpaka tuende kaburini shehe. Kwa hiyo wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa kwa hiyo. Yaani utumwa hautoisha shehe. Lakini Manake hapo kitu kenye Masudi iko naongelea anasema utumwa upo lakini gisi dunia inazidi kuevolve na ndio gisi watu wanazidi kubadilika ndio gisi utumwa unazidi kubadilika. Unabadilika utumwa ufupi au hujatokaga katika dunia. Ndio mtazamo wake huko unaeleweka kabisa. Lakini ni vitu viwili different. Utumwa wa zamani ulikuwa ni obligatoire kufanya kitu usipokifanya na kupigwa unapigwa na adhabu unapata. Lakini utumwa wa sasa ndio utumwa wa sasa kama gisi bwana mkubwa alisema hapo anacheza na akili yako. Maana yake ni kitu kenye kabla hata ukienda unauza ukalazimika kufanya kazi na kama hutaki unahewa unatafuta hata nyingine. Huko unashua nyingine ya pili wala ya tatu. Ndio. Sasa utumwa Shamimu mpaka tusikutenda kaburini au taifa. Sasa tunasema kuisha, sisi tulikuwa tunazungumzia yani mfumo wake. Unaelewa nini kuhusu? Niliwahi kuuliza swali, nikakuuliza swali hili. Ukauliza? Jua nini mzungu anataka kuwachukua watu wa Afrika, anawachukua watu wa Afrika, anaweka mkambi, anawatoa mkambi, anawapeleka Ulaya. Alafu ukienda kuomba visa unajipeleka kiwepesi wewe, unajienda hawaikupi. Jua nini?
Hiyo nafikiri mpaka tuifanyie tena utafiti. Akena hiyo iko mnani katika vipengele vya utumwa hiyo. Tu kama mnaiona hii. Tutaifanyia utafiti tuone inasemaje hiyo. Kambini unakuja kuchukuliwa unapelekwa. Ila ukienda ubalozini na unataka visa upewi. Hiyo ni kuifanyia tena debate, itakuwa maalum kwa hilo. Sawa. Nilikuwa na lingine swali. Ashimwongea kwanza. Mimi kwa hiyo swali ya Bwana Masudi niko nadhani wana maslahi yao. Kila kitu kiko calculé. Hawafanya kitu hivi. Ndio. Wanakuwa washapanga wote, na sisi tunafanya hivi, tutakosa hichi lakini tutapata hichi. Ndio bwana. Yashim. Sasa kwa nini wanangoja kuweka mkambi, wanakupimia maharagi, wanangoja kutafuta hema? Mimi naenda kupiga sitaki zile hema. Nipeni visa nende. Wananinyima. Nipeleka mimi mwenyewe kwa sasa. Ni juu pako wengine tusiwaseme vibapo watu wabaya tu, lakini wako wengine kote nasemaje, wako plus humain kushinda sisi wanafiki baina yetu. D'après expérience ni nishaona huku ni watu wenyewe wako mambo fulani yenyewe wazungu wanaweza kufanyia. Naona wamekosa Uislamu tu. Kweli. Ni mambo yenyewe wanafanya mambo ya Kiislamu. Wako yao wana roho ya kusaidia, wako baadhi yao wana roho wako ukweli kabisa kwenye msaada, lakini pako wengineo wako kwenye maslahi. Tusiweke wote nini moja dans le même sac, tuseme labda wao mweniko mkambo naona huyu kuna matatizo. Mimi nilikuwa na nyingine question avec l'esclavage. Hii tutaitafutia muda mwafaka tuiongee vizuri. Hii naona inapendeza sana. Hiyo jua nini unaniweka mkambi miaka 6. Hii lazima tuifuatilie. Unaweka ofisi, unatoa visa. Alafu unamtoa ule mkambi miaka 6, anaisha maisha mabaya. Unampa pesa, unampa nini, alafu unamchukua na tiketi bure unampeleka. Mimi natafuta tiketi yangu, nakuja sasa bana nipe nende. Wanaambia hiyo tutaitazama tuiongee, yani iwe ni mada maalum, tusitoki nje, iwe ni mada maalum tuizungumzie. Unapiga koti kuanzia Tanzania mpaka Mayote chef. Masama si. Ndio. Alafu unaiacha iko Rwanda tikea na nini zoka tulikuwa nakwambia hamna karatasi. Ambasadi kwa Burundi. Lakini mimi nafikiria mtazamo wangu sio kwamba ni kweli. Nafikiria deja ukishaenda na procedure za kuomba visa nini, c'est wewe uko mtu mwenyewe uko na hamu ya kuavancer, uko na hamu ya kuendelea kwenye maisha yako. Uko unasema hicho. Unajua mambo mengi deja, unajua siki unajua na unakosa tu ile visa. Mtazamo wangu nafikiria kwa wenyewe wana privilege mtu mwenyewe. Nitasema mwenyewe eko plus poussé kuja kuingia madroit shema kimbizi kama walimleta mkimbizi wakimleta kimtoa mkambi deja nakuwa memsaidia kila chenye utamwambia itakuwa ni oui d'accord kila chenye utamwambia utatoa mkambi wa mweke vipa fulani hata kataa huwa atakuwa memleta kila kitu, lakini wao mmoja tutafikia kila kitu wakipeleka basi kwenye utaki utabumuka mwambia mimi si ukipatia kitu cha kubaini nacho utakataa mkimbizi kidogo kidogo kuunda utaweza pia kumcontrol bien na mimi control yangu system kama ni kweli. Ndio, alafu mimi nilikuwa na swali lingine. Na swali lingine ndio. Tumeenda nje ya mada kidogo alafu tukukimbie tuone. Ni swali la kurudi katika mada, Ndio.
Bwana jamani, naomba samahani kidogo bwana. Haina tatizo. Tuanza kusasa. Unajua hatujasali mida ya sala, tutasali kwanza. Kweli kabisa. Ndio. Inshallah. Asalamu alaykum. Wa salam. Nilikuwa na swali katika utumwa, esclavage. Zile zama walikuwa wakichukua watumwa. Walikuwa wanatizama na dini ya mtu. Waone kama ni Muislamu, watamshika hivi, wala ni Mkristo, ilikuwa ni twende tu wote yani kwa pamoja hivyo hivyo. Tusikujibu hilo swali, tutalijibu baadaye. Mm. Tutalijibu baadaye kwa sababu kuna mada nyingine inakuja kuhusu hilo. Ndio. Hilo tutalijibu hilo swali. Tumeshalinotea, tutaliuliza. Nafikiri swali zuri sana. Mtumwa alikuwa anapona kwa kuwa na dini ya metre wake? Ndio. Naam, hilo tutalifuatilia kabisa na utajibiwa vizuri. Inshallah. Kudra, asante sana. Tutaendelea kuwasiliana. Naam, inshallah. Jioni njema inshallah. Asante sana. Naam, asalamu alaykum. Wa salaam. Salam.